Mheshimiwa vipi? Bwana mimi nashukuru. Uko poa kabisa. Safi, hongereni bwana. Naona mpo katika mwendelezo wenu wa kuhakikisha kwamba NMB Mapinduzi Cup hamuiachi hata kidogo. Mko nayo. Sako tubako. Na deserve kufanya hivi kwa sababu kwanza ndio media ambayo mliibuka washindi. Kwamba mlio ripoti vizuri mashindano haya. Kwa kudhihirisha hilo leo tunafunga kamati mupo. Hongereni sana. Lakini kuna watu wanasema kama tumependelewa hivi. Kazi inaongea bwana. Kazi zinaongea. Hao unasema kwa wapi wengine hapa? Mimi simpo. Mimi simpo. Na ni online ni media online pekee. Ndio kinachowabeba hicho. Hongereni sana. Lakini pia tuseme hongera na wewe na kazi yako pia tumeiona ya hamasa. Ya skipi ambacho wewe ulivyoteuliwa kuwa miongoni mwa viongozi wa hamasa, kipi ambacho kwako kikujenga kwanza kichwani ama kikujia kichwani baada ya kutangazwa hivyo? Haya mashindano nayafahamu. Kwa hiyo mara nyingi nikipata nafasi nafikiria kwa ukubwa wake. Kwa mwisho wa siku ni mashindano ambayo tension yake ni kubwa. Kwa maana yake ukipewa eneo hilo uhakikishe kwamba taarifa zinawafikia watu kwa wakati sahihi, lakini lengo la kuhakikisha kwamba watu wanafika wengi uwanjani linafikiwa. Sasa ikiwa utakosa kufanya kazi zako kwa weledi na ukikosa hayo mambo ambayo umeyaweka kama target yako, kidogo unakuwa disappointed. Lakini bahati nzuri nashukuru umeona tulipomaliza bonge moja la finali watu walikuwa ni wengi, uwanja ulijaa, wakati tulifunga mpaka milango hakuna kuingia. Maana yake ni kwamba message ilifika kwa jamii na watu waliyapokea. Hiyo ni kazi ya hamasa na habari pia ambayo ndio nilikuwa nikisimamia. Maana yake ni kwamba kwenye eneo hilo nami ninacho cha kusema nimefanikiwa. Lakini nashukuru na nyie pia mmetusaidia wana habari. Maana yake kama hivi mnatuhoji, tunazungumza, message inakwenda kwa jamii. Matokeo yake watu wanakuja kwa kupitia vyombo vyenu vya habari ambavyo mlikuwa mnatuhoji, mnatuuliza. Kwa hiyo sio kusema kwamba tunawashukuru, na ndio maana mwisho wa siku tukaandaa ile zawadi kwamba waliokuwa wameturipoti vizuri taarifa zetu tuwatunuku. Ndio kile ambacho, na ile ni mwanzo. Mwakani msimu unaofuata ni zaidi ya yale tutayafanya. Tutachukua tena back to back. Ushindani utakuwa mkubwa, maana yake shapata salamu bwana, safari inayokuja hiyo kitaeleweka, watu watajitoa. Ila unajua kazi zetu zinaongea. Stahili hii ni ya kila mtu. Kazi ndio ambayo itampa mtu nafasi hiyo. Maana yake hata nyie mkiendeleza mwendelezo mzuri kama ule, anything can happen. Sawa kabisa. Na tuone, ulikuwa wewe ni afisa habari wa ZFF, lakini bado pia ukaja kapewa tena cheo kingine cha kuwa mtu wa hamasa. Hii ilikupa changamoto kwa namna gani? Ni huku kuwa afisa habari lakini huku kuja kwa mtu wa hamasa? Haikuwa changamoto zaidi ya kuendelea kutengeneza tu CV. Shirikisho nafahamu ni kubwa kwa sababu ndio linosimamia mpira wa Zanzibar nzima. Mapinduzi ni mashindano ambayo yanakuja kwa muda, kwa mwaka mara moja, kwa wakati fulani wiki mbili tumemaliza. Shirikisho tunasimamia mwaka mzima, msimu mzima. Maana yake kule ni kazi ambazo zinafanyika kila siku. Hii ni kazi ambayo inakuja kwa wiki mbili. Maana yake ni kwamba unaona utofauti kwamba huku ni mwaka mzima, huku ni wiki mbili. Maana yake ni kwamba hii ilikuwa ni ya muda, lakini uzuri wake ni kwamba ni kombe ambalo ni muda mfupi, thamani yake kubwa, tension yake ni kubwa, maandalizi yake yanakuwa ya tofauti sana. Na bahati nzuri kwa kipindi hicho hata shirikisho tunasimamisha shughuli zetu za ligi. Kuona kuta huku ligi inasimama kwanza, inapisha haya mashindano. Inanipa sasa nafasi ya kuhudumia huku. Kwa hiyo hata ule muda unajua namna kubalance, kwa sababu huku kwa sababu watendaji ndio wao. Mtata katibu wa shirikisho naye huku yupo. Kuna kuta zile shughuli huku tunazisimamisha kidogo, tunalisimamia hili ambalo la Mapinduzi paka linamaliza. Kwa hiyo tunapeana hiyo nafasi kiasi kwamba inatupa uhuru wa kufanya huku na tunamaliza salama, tunafanya vizuri katika hiyo. Sawa kabisa. Na katika upande wa kubadilika kutoka katika Mapinduzi Cup kwenda katika NMB Mapinduzi Cup, baada ya kusikia hiyo taarifa, wewe kama mtu wa hamasa kwako ilikujia picha gani akilini? Lakini pia mashindano ya NMB Mapinduzi Cup yanazidi kukua. Je, tutaona taswira namna gani huko mbeleni ambapo tunaelekea? Ya kwanza tunashukuru kwa sababu uwepo wao, uwepo wa fedha manake ni hakikisho la hata kamati ijayo watakaoshiriki mashindano yajayo tayari fedha ipo. Manake miaka 5 tuna NMB, fedha ipo. Ishakuwa rahisi sasa hata kwa watu wa kamati watahangaika kuendelea kutafuta wadhamini wengine,
lakini bado mdhamini mkuu ataendelea kuwepo pale, maana mzigo wake upo pale tayari, ukata umeshapungua hapo. Maana ni kwamba hata ufanisi utakuwa unaongezeka. Mwaka wa kwanza wameanza NMB, wamefanya mambo mengi sana makubwa, si tu kwenye kamati kuweka fedha, lakini hata kwa wanahabari wengi wamefaidika. Kuna habari, una wanahabari, una vyombo tulikuwa tunafanya navyo kazi kimkakati pia, maana nao wamefaidika kwa namna moja ama nyingine, lakini hata timu nyingine pia zimefaidika. Sasa mwanzo ndo tumeanza hivyo, maana kuelekea msimu ujao na kadri siku zinazozidi kwenda mbele mambo yanabadilika, naamini hao NMB watakuja kuboresha zaidi, maana hata zawadi ambazo zilikuwa zinatolewa naamini zitakuja kutolewa kwa upana wake na ukubwa wake katika msimu unaofuata. Kwa hiyo naona kabisa kwamba huku tunaelekea sehemu moja kubwa sana. Yaani kilichofanyika mwaka huu nadhani kinaweza ikawa ni mara mbili ya kile ambacho kitafanyika msimu ujao. Kwa hiyo baada tu kusikia ndo imeingia NMB Mapinduzi Cup, akili yangu imewaza makubwa sasa. Yaani imewaza ni mashindano ambayo sasa yamekuwa makubwa zaidi. Yaani zaidi, angalia mileage aliyopata NMB kwa kipindi kifupi tu, lakini yeye mwenyewe kama mwekezaji ameona ameweka sehemu sahihi fedha yake, anaimbwa NMB na mashindano yamekuja yameenda mjini zaidi. Kwa hiyo hii mileage aliyopata mwaka huu, tunapokuja msimu ujao anaikumbuka hii, maana yake atafanya kubwa zaidi ya mwaka huu. Kwa katika hilo mimi naamini mashindano yajayo yatazidi kuwa bora kwa kiasi kikubwa sana. Sawa, lakini tuliona mashindano ya msimu huu kila shindano linakuwa tunaona mdhamini anaweza kakaa kwenye upande wa bega. Lakini kwa safari hii tuliona hilo swala halikuwepo hivyo, ila mdhamini tu alikuwa katika sehemu ya matangazo. Je, tukaja kwa msimu ujao tutegemee kwamba kila timu ambayo itakuja kushiriki katika eneo la bega kutakuwa na ile beji? Hilo silijibii, lakini kwa haraka udhamini walioingia NMB, manake ukisema udhamini uweke mpaka kwenye jezi, hayo ni masuala mengine pia. Unafahamu, ambayo lazima hata na vilabu pia vije vinufaike katika hiyo kitu ambacho kitakachokuwa kimekaa hapa. Manake hakuna hicho kipengele kwamba labda katika ile fedha na vilabu kwanza vinapata percent fulani moja kwa moja. Hii imeenda kwenye kamati, swala lazima la operation, zawadi na kadhalika. Lakini inapokuja swala jingine la mpaka jezi waweke nembo hapa na nini, hayo ni mambo mengine ambayo naamini kama watahitaji hivyo inawezekana wakarudi kivingine, kwa sababu ndani ya miaka 5 usifikiri tutaenda hivi. Inawezekana msimu tumeanza hivi, mwakani wakalifikiria hilo tunafanyaje. Lazima wakae na timu shiriki na kamati waone kwamba wanafanyaje, kwa sababu kitendo cha kuvaa ni jambo jingine pia hilo. Yani hiyo ni kipengele kingine yani ambacho kinahitaji majadiliano na makubaliano pia. Na ndio maana unakuta hakukuwa na hoja yoyote kwamba huyu ni mdhamini mkuu lakini mbona watu hawajavaa hapa. Sio hapa tu, hujaona hata katika jezi kakaa hapa, maana kila mtu alikuwa anavaa jezi yake. Huyu kanunua naming right ya mashindano, naming right ya mashindano, ndio maana inaitwa NMB Mapinduzi Cup. Hajanunua kwa maana mambo mengine kwamba jezi avali yeye, unanifahamu hayo ni vitu ambavyo vingine sasa maana ukisema mpaka timu avae jezi yako, timu atakuja kuhoji vingine yani hiyo ni mambo mengine ambayo swala la kibiashara na mengineo wenyewe wanajua tu marketing, lazima hiyo ni discussion nyingine. Lakini kimsingi mwenye jina la haki ya kombe la Mapinduzi, naming right ya Mapinduzi ndio NMB. Kwa hiyo tumeanzia hapo, yeye ndio mdhamini mkuu, masuala mengineyo ya zawadi, operation nini, mzigo ndio kaweka hapo. Sasa hayo mengineyo ya kuvaa jezi, nembo, hiyo discussion nyingine. Waliokuwa na doubt na maswali hayo nadhani ndio umewajibu. Hiyo ni discussion nyingine ambayo ikionekana kuna haja hiyo yenyewe NMB na watu wa kamati na vilabu ambavyo pengine kila msimu vitashiriki, nadhani watakuwa na nini cha kufanya ili kama watahitaji hivyo. Safari tumeenda, hakuna shida, hakuna tatizo, kwa sababu hicho kipengele sio ni miongoni mwa kilichokuwemo katika hiyo udhamini wao. Pia nikupe hongera ndani ya uongozi wako ukiwa kama afisa habari wa ZFF, tumeona uwanja wa New Amaan Complex umeboreshwa. Lakini Gombani Pemba sasa hivi imekuwa ni miongoni mwa viwanja bora. Na je, tunaweza tukategemea ama tunaweza tukaja kushuhudia mashindano ya CAF na michuano mingine kuchezeka katika uwanja wa Gombani Pemba? Kabisa, miongoni mwa uwanja bora pia ule. Umeenda Pemba umeona kule. Ni kiwanja bora kizuri, kimezinduliwa kipya. Bado tunaendelea kujivunia Zanzibar kuwa na viwanja vingi. Na chingine pia kinajengwa huko Fumba huko. Na kikamilika na hicho pia. Unafahamu kwamba 2027 tuna AFCON hapa.
hapo nilikuwa nataka nifike huko. Yes, mashindano ya AFCON hivi sasa yanakuja nyumbani. Na katika viwanja ambavyo vinategemewa ambavyo viko yani vinaangaliwa kwa jicho la tatu ni kiwanja cha Fumba. Je, tutegemee utakuwa ni uwanja wa namna gani? Utakuwa ni uwanja mkubwa kwa namna gani? Na maandalizi yake mpaka hivi sasa ilipofika. Ni mkubwa. Ni mkubwa maana yake zaidi ya ni mkubwa mara mbili au mara mbili au ni mkubwa mara mbili hivyo ambavyo tulivyokuwa navyo. Ni mkubwa. Uzuri wake hata Mheshimiwa Rais wanasema kinashuka kitu kuliko hata Old Trafford hapa. Mimi nakwambia tayari ramani zipo. Sio ramani, ujenzi unaendelea. Yaani ujenzi unaendelea hivi ninavyozungumza. Zaidi ya 40%. Fanya Gishai TV, nendeni kule Fumba ukajionee kule. Yaani watu wako site, ujenzi unaendelea. 2027 hapa chuma tunatumia vizuri kabisa. Kiwanja kizuri zaidi ya Old Trafford kabisa. Mazingira yenyewe ni Fumba, eneo la kitalii. Fikiria unashosha kitu cha aina gani? Safari hii timu wageni wanapokuja watakuja kuenjoy zaidi. Yaani kule Fumba unaenda kuangalia mpira, lakini kabla hujaangalia mpira pengine kuna beach pale. Yaani kuna kila kitu, kuna kijiji kabisa kule kimejengwa cha kimichezo. Sport village iko kule. Mbona kama Afrika hivi mnataka muibebe Zanzibar yote muibebe? Itaendelea kuwa ni sehemu moja ambayo tutajivunia kwa kila kitu Zanzibar. Utalii, michezo na kadhalika pia. Kwa hiyo katika hilo tuendelee kuipongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa, maana sio kiwango cha kawaida, kiwango kikubwa sana tena kwa muda mchache sana.